usiizike ndoto yako. Mabibi na mabwana, somo hili ni somo la muhimu sana leo, na sijui nitaongea na watu wangapi ambao wamefika mahali wame give up. Watu wengi wana vision, wana ndoto, wana dream, lakini mara nyingi wanazizika zile ndoto zao kwa sababu ya kukutana na lihau. Unakutana na lihau, unakutana na mahau, na badala ya kutoka from how to who, unakutana na hofu ambayo inakusababisha kuzika ndoto yako. Ulikuwa na mpango wa kufungua kampuni, that was your dream. Ulikuwa una mpango wa huduma kulingana na karama Mungu aliyoweka ndani yako, hiyo ilikuwa ni vision na ndoto. Wengine mlikuwa mnataka kujenga a very big bungalow, dream house, nyumba kubwa nzuri ya familia. Ulikuwa unataka kumiliki kiwanja mahali fulani, hata ukipita tu unaona mimi ni wa kukaa pale. Wengine taasisi mbalimbali, taasisi za kiraia, taasisi mbalimbali ambazo unataka kuanzisha. Unataka kusoma kwa kiwango fulani, na hata wewe mwenyewe unajua kabisa, tangu ukiwa mtoto nilikuwa nataka kufikia level fulani ya degree kadhaa katika maisha yangu. That was your dream. Hiyo ilikuwa ndoto ya kwako. Wengine ulikuwa una ndoto pia ya kuoa na kuolewa na someone, somebody, mtu fulani kwenye maisha kwako. Lakini wengine mlikuwa mna ndoto kama group, kama kwaya, kufika level fulani ya uimbaji. That was your dream. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya kwako. Ndoto ya kikundi, kufikia malengo fulani, level fulani ya kiuchumi, kwamba katika status yangu, maisha yangu, mimi kuna mahali ambako napaswa kuwepo kifedha na kiuchumi, kufika kwenye financial freedom and economic freedom, uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kifedha. That was your dream. Hiyo ilikuwa ni ndoto yako. Na sasa imefika mahali umejisusa, uendi saluni, umejisusa, hauna mpango wa kwenda shule tena, umejisusa, hauna mpango hata wa kufikiria hata mara moja. Ukijiona uko flat, hakuna hata kitu kimekunyima usingizi, ulishatoka makaburi ya Mwembejini kuzika ndoto yako. Na leo tunaangalia watu wachache ambao walishatoka makaburini kwa sababu ya changamoto unazokutana nazo, pengine hau ndani ya lihau. Yaani kuna hau ndani ya lihau. Sasa don't bury your dream. Kuna vijana wachache walikuwa wanajipenda kabisa, lakini siku hizi ana huo mpango, hata hiyo smartness ameizika. Sasa sijajua ni watu wangapi ambao still ama wameshazika makaburini ndoto zao, ama ziko ICU zinapumulia mashini, au zimeshakufa nyingine zinasubiri tarehe ya msiba ya mazishi. Na wengine ambao si tu kwamba ziko ICU, wengine ndio wameweka mahema, yani wameshaweka mahema ya msiba wa kuzika ndoto, wanasubiri ratiba ya mchungaji, kwamba nimeshakata tamaa. Alafu unajua ukishakata tamaa, kuna sentensi ya Waswahili hapa, basi mie fungu la kukosa. Yani ukishasikia hiyo sentensi kwamba basi mie fungu la kukosa, amemaliza kuzika na kuvunja matanga. Don't bury your dream. Usizike ndoto yako. Sasa kuna mambo kadhaa hapa ambayo nataka kuzungumza. Ni mambo gani yanayosababisha ndoto kuzikwa? Na utajuaje kwamba tayari ulishazika ndoto yako?
kuna mambo machache, kuna hoja za kifalsafa na kitheolojia ambazo tunaziangalia katika somo ambalo tumesoma. Mambo haya, maandiko haya mawili katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Pili wa mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 7, lakini pia katika Matendo ya Mitume. Nitaangalia mambo machache katika kitabu cha Wafalme. Ni habari za wanafunzi wa huduma waliitwa wana wa manabii, ambao walikuwa wana mpango wa upanuzi. Walikuwa wanalihau la kujenga hema la mahali pao pa kukaa na makazi, ni kama spiritual center. Lakini mahali walikokuwa wanafanyia hizo huduma zao za kiroho palikuwa pafinyi. Wakawa na wazo la kupanuka kwenda zaidi ya pale ambako wanapaswa kwenda. Wakamwambia Elisha, twende Jordan tukakate miti. Wakaenda, wazo wanalo, lakini katika hilo lihau hawana facility. Hakuna lihau linaloweza kuja na facility kwenye maisha ya kwako, uwezeshaji. Wakaenda wakakopa shoka, wakaenda kuazima chuma cha shoka, wakaenda mtoni wakakata miti, na wakati wanakata miti lile shoka likachomoka likaingia kwenye mto wa Jordan, ndani ya mto. Nilifundisha Ijumaa nikasema ni mito mikubwa kama mto Zambezi, mto Rufiji, mto Malagarasi, mto Ruvuma na mito mingine tuliyoisoma kwenye jiografia, mto Mississippi huko Marekani. Tulikuwa na mchungaji Jesse Jonathan Marekani, tulipotambulishwa na wenyeji wetu huu ni mto Mississippi, Jesse akasema tushuke tu, hata tushike hayo maji kingoni au tupige picha. Nimeusoma kwenye jiografia, leo nimefika mwenyewe kuona kwa macho mito mikubwa ya namna hiyo, mito kama mto Nile, mito mikubwa ambayo kukrosi huo mto una cross na pantoni. Sasa shoka limeanguka kwenye kina kirefu cha maji, na shoka lenyewe la kuazima, na dream yao ni kujenga jengo kubwa. Wanataka kupanuka, wanataka kwenda zaidi ya mipaka waliokuwa nayo, na wamefikia hapo. Sasa kuna hoja mbalimbali za kifalsafa hapa na kitheolojia hapa, macho ubaoni. Kwanza, mawazo ya kuongezeka na kupanuka yanaenda sambamba na mikopo na uhitaji wa nguvu na usaidizi wa ziada. Yaani unahitaji kuazima chuma cha shoka, na kuazima chuma cha shoka katika maisha ya kwako, inawezekana unahitaji muda wa kuhakikisha hichi kitu ambacho ninakifanya kinafikia kwenye malengo. Haiwezekani kwamba unataka kwenda zaidi ya jinsi ulivyo na unataka kwenda wewe kwa nguvu zako peke yako. Hapana. Kama ni suala la kibiashara, wataalamu wa uchumi wanashauri lazima uanze kufikiri mkopo. Hata jengo letu la maadili Kijitonyama hapa, hatuwezi kujenga kwa cash flow. Hii tunategemea tutakuwa na mikopo, tutaweza kutengeneza mikataba na mashirika mbalimbali ya benki na ya fedha ambaye atatusaidia kufanya hiyo kazi kwa haraka. Kwa hiyo hawa nao walipokuwa wanakwenda wanafikiri kuongezeka, wakawa na wazo la kukopa shoka. Wanagundua wazo wanalo, miti inaweza kupatikana, lakini shoka hawana. Kwanza, mawazo ya kuongezeka na kupanuka yanaenda sambamba na mikopo na uhitaji wa nguvu na usaidizi wa ziada. Yaani unahitaji kuazima chuma cha shoka, na kuazima chuma cha shoka katika maisha ya kwako, inawezekana unahitaji muda
wa kuhakikisha hichi kitu ambacho ninakifanya kinafikia kwenye malengo. Haiwezekani kwamba unataka kwenda zaidi ya jinsi ulivyo na unataka kwenda wewe kwa nguvu zako peke yako. Hapana. Kama ni swala la kibiashara, wataalamu wa uchumi wanashauri lazima uanze kufikiri mkopo. Hoja ya pili, kupoteza na kuingia kwenye madeni wakati ukiwa na ndoto kubwa ya kuongezeka na kuzalisha. Yaani nazungumza namna gani unaweza ukazika ndoto yako. Ni kupoteza na kuingia kwenye madeni wakati ukiwa na ndoto kubwa ya kuongezeka na kuzalisha. Na hapa ndipo napotaka mnielewe sawa sawa. Hawa jamaa wameenda kukata miti, wana ndoto ya kuongezeka, wana ndoto ya kupanua hema, wanakwenda kwenye next level ya kiuchumi na ya kifedha. Lakini walipoenda, kitu cha kwanza wakapoteza, jambo ambalo katika kupoteza mtaji, kupoteza nafasi, kupoteza afya, kupoteza mtu uliyemtegemea, kupoteza mtu uliyempenda. Yaani kuna watu ambao wameathirika kiuchumi tu kwa sababu mtu mmoja anaitwa Fred alichumbia kitapeli na amepiga perfume za kijitonyama, alafu akakuacha. Basi ndoto yako ya kuolewa umeizika. Kwa nini? Chuma cha shoka kilichomoka. Akijaanzia cha kwako, vilichomoka vingi. Na ndoto yako ya kuwa mama mzuri imechomoka. Unaanza kufikiria, kuna mtu, unajua kuna watu wana mawazo ya ajabu, hata wanajaribu kuyaombea. Binti mmoja alikuja ofisini kwangu, mchungaji jana, eti ananiambia, naomba uniombee mchungaji, nipate mume wa mtu nizae naye. Manake yeye nafikiri atakuwa responsible kutunza mtoto, manake ana watoto wengine atawachanganya na wale wa kwake. Amekuja kwenye maombi serious. Nikaona huyu yuko ashachimba kaburi mwenyewe. Don't bury your dream. Usizike ndoto yako. Sasa kuna kupoteza kazi, kuna kupoteza mshahara, kuna kupoteza heshima, kuna kupoteza vitu kwenye maisha ya kwako, wakati unategemea kupanuka, alafu kabla ya kuongezeka unapoteza. Wakati ule wa kupoteza walio wengi ndio wakati ambao wengi wanazika ndoto zao pale. Sasa twende taratibu. Hawa jamaa wameenda na wazo la kuongezeka, ghafla wamepoteza kile kitu ambacho ndicho kinachoweza kukata hiyo miti ya Jordan, walete miti waweze kupanua hema. Amefika pale, kila kitu kimeharibika. Na nimeambiwa jana, nilikuwa kwenye maombi huko kwenye mapori ya maombi na kwenye milima ya maombi huko Bagamoyo, na Mungu akaniambia kuna watu ambao walikuwa na dream na ndoto, na kitu ambacho shetani amewafanyia cha kwanza ni ile wanataka kuanza wakapoteza, na ndoto yao imeishia hapo. Kwa yule bwana akapiga yowe akasema, ole wangu, maana kiliazimwa, nimekopa na nimeingia kwenye loss, si mali yangu na nimepoteza. Kwa hiyo nina deni la kulipa na sijaanza kuongezeka. Sasa hapa ndipo palipo na wafanyabiashara wengi wamekwama hapa. Wafanyabiashara wakubwa, wawekezaji wakubwa ambao wangeweza kusaidia. Unajua, ninapofundisha hapa kanisani, wapendwa, mliona juzi mfanyabiashara mmoja, mwekezaji mmoja amesimama peke yake milioni 100, mwingine milioni 500. Kwaya ya uinjilisti tunatunza kwaya wenyewe na kuwapokea na kuwalaza. Huo ndio usharika na utaka. Mambo ya kuja hapa kila saa, mchungaji na matatizo, mchungaji ukome kwa jina la Yesu Kristo. Na wengine hapa napofundisha, wengine ndio kwanza wana mapozi yao ya usingizi, wako hapo. Unajua kuna watu wanalala kama wanalala wanaangalia, wako hivi lakini wanaota.
Natengeneza watu wa namna hiyo, wenye majibu kwenye familia, wenye majibu katika nchi, na wenye majibu kanisani. Mngejipigia makofi wale ambao mnafikiri. Sasa fundisho kama hili ni fundisho la kukuomba sana, chonde chonde, usiizike ndoto yako. Oh my God, oh my God, oh my God. Sasa nataka kuzungumza nini hapa? Na watu ambao umekopa kamkopo kamekufa, kameisha. Umeanza ka biashara, kameisha. Umeanza hiki, kimeisha. Alafu unaamini ya kwamba basi mimi sina riziki. Hawa walikuwa na nabii Elisha. Sio kwamba hauna riziki, ni lazima kujua kinachotafutwa ni kuzika ndoto yako. Elisha alikuwa katikati yao. Ngoja nikuambie, tunapoangalia juu ya the Festive Family Challenge, Adam na Hawa walipoteza watoto wao wawili wa kiume wakiwa na ndoto kubwa ya baraka ya kivizazi na kuijaza dunia. That was the Festive Family Challenge. Haijaanzia kwako, na si kwamba wewe kupoteza hauwezi kuwa mfanyabiashara mkubwa. Kupoteza ndio dalili ya kwamba unaweza. Ungejipigia makofi yanayoeleweka. Haleluya! Naomba urudishe pale, rudisha hiyo hoja pale. Adam na Hawa walipoteza watoto wao wawili, yaani Kaini akamuua Abeli, Abeli akafa, Kaini akawa kichaa. The same time wana blessing, wana maelekezo ya kimungu, waende wakaijaze dunia na kuitiisha na kutawala. Mungu aliwabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke. Wana blessing. Kuna watu ambao ukipoteza unafikiri ni kisirani cha kukurudisha kijijini, na kuna watu wachache leo una namba ya madeni na unafikiri ya kwamba unataka kufikia mahali pa kugive up. Nimetumwa kwa neno la Bwana, usiizike ndoto yako. Wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa? Wangesema amina. Pigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya! The first challenge, hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza kwa Adamu. Akabakia hana mtoto, mmoja kichaa, mwingine maiti, amekufa, amezika. Alafu Mungu ana mpango wa yeye kuizalisha na kuifikia dunia. Nataka nikwambie, Mungu alimpa Seti. Biblia nasema Adam akamjua mke wake tena, na mara hii akapata mtoto wa kiume anaitwa Seti, na Adamu akahesabiwa Seti. Mpaka leo dunia imejawa kwa uzao wa ubini wa Seti. Ninakuombea Mungu akuletee Seti wa kwako kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Asikutishe mtu, hata kama una madeni yamekulemea. Haujaanza wewe, walianza manabii na Elisha akiwepo, lakini leo niko hapa kukuombea, utaendelea mbele. Washindi wachache wangesema amina, halafu ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya! Kuna wengine mnataka kujenga na una access ya kukopa kwenye vikoba, una mpango kabisa kujenga, una access ya kufanya hivyo, una mshahara wa kufanya wa kuservice mkopo, lakini unajaribu kukwepa. You will bury, utazika. You will bury your dream. Utazika ndoto yako, utaizika hiyo ndoto. Utafika mahali unasema Bwana yaje kunipata kama mama fulani. Umefikia. Ukishasema na kule Mbeya kwa Wanyakyusa wanasema cha kufia ni nini? Ukishasema cha kufia ni nini, basi una cha kufia. Hoja ya tatu, kupoteza wakati ukiwa uweponi wa Mungu. Kuna watu ambao wanafikiri wanapoteza wakiwa kwa shetani. Yaani unaabudu, unaimba, una upako, umemaliza mafungo ya siku 40 ya kufunga mwaka, na unapotezea hapo kwenye mafungo. Unamaliza kutoa fungu la 10 leo hapa na kuombea, na unafika Kariakoo kesho unapoteza. Alafu unafikiri kwamba Mungu hayupo. Never. Kupoteza uweponi wa Mungu. Unataka kusema nini hapa? Chuma cha shoka kilipotea na kuzama majini, nabii Elisha akiwepo kazini na kazi ya ujenzi wa nyumba ya Mungu ukiwepo.
Sasa Elisha was there, anointing, altar, madhabahu iko pale, na chuma cha shoka kikatumbukia mtoni. Kuna watu wananiambia, mchungaji, natoaga mafungu ya 10 kabisa, niliombeaga hata hii biashara kabisa, nikaitoleaga sadaka kabisa, lakini nashangaa nimeingia kwenye losi. Hata madeni yenyewe sijui nimeingiaje. Kwani ulianza wewe? Walianza watu tena hawajengi nyumba yao, wala sio biashara yao, wanajenga nyumba ya Mungu. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Nataka kuona vyuma vinavyoelea. Wako wapi watu? Usiogope. Nisaidie kuwatikisa watu 2 watatu, waambie usiogope changamoto. Unadaiwa, serikali inadaiwa, na usharika wenu unadaiwa na CRDB. Sembuse wewe, unaogopa nini? Usiogope, songa mbele. Washindi waseme amina. Piga makofi ya shangwe. Alafu mtikise jirani yako, mwambie what is your challenge. Mwambie Kiingereza, what is your challenge? Changamoto yako ni nini? Nataka kujua lihau ndani ya hau, yani kujua hau ndani ya lihau. Walikuwa na lihau la kujenga, wamefika kwenye site, limezaliwa hau plus. Lakini Mungu mwenye majibu yupo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Wako wapi washindi wanaosema amina hapa? Pigie tena Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya! Hebu mwambie jirani yako, ni ili uwe na cha kusimulia mwenzangu. Unatengeneza ushuhuda. Acha uachwe na huyu, akuache na yule mwingine, na yule mwingine amute, na wengine wakuseme, wakutume kwenye mitandao, wakuposti. Hawajui ndio wanakupeleka duniani. Wengine tuna faida huko. Oho, shauri yako. Who told you utaishi na suti na tai na kupendeza na unataka kubaki ukiheshimiwa duniani? You are not sweet like cake. Wewe sio mtamu kama keki. Na uhitaji watu wakukae hapo wakuone wa maana, wakuseme, wakusengenye, wakutukane, wakukatae. Maana hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika kutoku. Oh my God, oh my God. Hufufuliwa katika fahari. Haijalishi changamoto ambayo unakutana nayo. Nisaidie kumwambia jirani yako, usizike ndoto yako bwana wewe. Usizike ndoto yako. Huyo wifi yako asikubabaishe. Huyo handsome boy ambaye ni kaka yake ushamchukua. Huyo mama mkwe asikubabaishe. Yani kama mtoto wake ni handsome boy, ushamchukua. Hivyo akileta za kuleta, mpeleke. Mama tunakupenda. Usigombane na mama mke. Mama tunakupenda. Handsome sunalo. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Mama tunakupenda. Gusa hilo handsome, lifurahie, liambie tuma kitu kwa mama yako. Ukiona alitoi, chukua wallet akaenda kuoga. Tuma. Ukirudi anambia hela sana, mama yako nimeshampelekea huko. Waheshimu baba na mama, upate siku nyingi zenye uheri kwenye maisha ya kwako. Lakini maneno unajisikia sijui kuna kijiumbwa cha roho hapa. Mama mko aliniambia, asikuambie hivi umechukua ni samlake lizima lenye degree. Akuache tu ule wewe mwenyewe. Unakula tu. Unaishi kwa raha. Yeye mwenyewe baba mko wako alikuwa anampiga kila siku, ananundu. Lieni samlake linakuja, I miss you. Na mama mko yuko pale anaona, akuache. Inauma mno tumbo la uzazi, nyie mkae mkijua. Basi ni kusema hakupendi, hanipendi mama mko. Wewe upendwe keki? Umekuja kwenye nyumba za watu kuchukua maendesambo ya watu, alafu upendwe? Una kichaa. Na mawifu wote wakupende na mashemeji wakubwe keki? Upendwe? Duniani tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Unatekwa na wenye. Wako wapi wenye nguvu walioko hapa? Inua mikono yako, piga vigelegele vya shangwe. Haleluya!
ngoja ninywe maji. Yaani ukitoka hapa, naomba muamala usome kwa yule mama mkwe ambaye ni mkorofi, ujue kwa nini mkorofi. Fuata nyuki ule asali. Basi una vipresha vyako vya kudeka siku hizi, natumia dawa nini? Mama mkwe, jamani, mama mkwe amenitia pressure. Hajakutia sawa sawa. Ningekutana naye nikamfundisha jinsi ya kukutia pressure. Nipe namba yake ya simu nimfundishe. Nimfanyie mentorship program ili akuchemsha sawa sawa, akili yako igawanyike, itoke, yani akili yako na ubongo wako ujigawanye, utoke kwenye makamasi. Hebu ponga Bwana. Haleluya. Hebu tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya kwa ajili ya mama wako wakorofi. Makofi mengi na vigelegele kwa haleluya. Mabibi na mabwana, challenge ndio tunayohubiri hapa. Hoja ya 4. Oh my God. Usiasi yale maono ya mbinguni. Kutokuzika ndoto. Kuzika ndoto ni kuyaasi maono yale ya mbinguni. Usiasi yale maono ya mbinguni. Tumesoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 26 mstari wa 19. Usiasi maono. Na kuna watu ambao ni waasi wakubwa wa maono. Waasi wa maono. Na hakuna kitu kibaya kama uasi wa maono. Na hakuna maisha ya machozi hapa duniani na majuto kama kuwa mwasi wa maono. Na watu walio wengi ni waasi wa maono. Kuondoka kwenye malezi kabla haujakuwa ni uasi wa maono. Kamuulize Hajiri, alikuwa mjamzito, Sara bado ni tasa. Sara akamtesa, kiwango cha kuandikwa kwenye Biblia. Hajiri akatoroka nyumbani, akaenda, anatoroka anaenda siku kujua ni mjamzito. Malaika akakutana naye akamwambia, Hajiri, rudi kwa Sara bibi yako anayekutesa. Even myself I know anakutesa. Nenda kanyenyekee. Alikuwa ameshayasi maono. Kwa nini? Kwenye nyumba ya Ibrahim kuna Pampers, kuna maziwa fresh, kuna wafanyakazi, kuna mahema, kuna magodoro, kuna ngozi, kuna mablanketi. Anaweza kutunzwa uzazi. Porini kwenye michongoma, atazalia michongoma kwenye michongoma ya sungura. Anakimbia akiwa mjamzito, akazalie pori gani? Daktari na nesi wa kumzalisha anaye. Kuyasi maono. Kuondoka mahali kabla ya wakati. Kuondoka kupo. Lakini huwezi kuamini, kurudi kwa Hajiri kwenye nyumba ya Sara, alikuja kuondoka baada ya miaka 15. Na alipoondoka, aliondoka Ibrahimu akamuaga, na Isaka ameshazaliwa. Na alipofika jangwani, akaomba mtoto, alikuwa na kiu. Mungu akamsikia, na Mungu akafungua chemichemi, macho yake akaona chemichemi ya maji jangwani. Na mpaka leo huyu mwanamke anaitwa Hajiri ndiye mama, kwenye tumbo lake wametoka Waarabu. Waarabu ndio wanaoishi na uchumi wa chemichemi za mafuta duniani mpaka kesho. Anointing yake ni chemichemi, imetokana na bibi yao ambaye hakuyaasi maono, ijapokuwa alitry kuyaasi maono. Utaizika ndoto yako kwa kufikiri kwamba ngoja niwe comfortable. Yaani kuna watu wanatafuta comfortability kwa kukimbia mahali. Taasisi inakutesa, kampuni inakutesa, familia inakutesa. Kuna maisha fulani ambayo unaona unateseka. Na hasa hapa tunazungumzia watu wenye personality ya melancholic.
ambaye kuishi peke yake miaka 3.5 kama Elisha, kama Elia kwenye pango, it is nothing. Ni kama kesha la jana likisha kupita. Elia alikuwa ni melancholic personality, kukaa peke yake 3 years plus, miaka 3.5 bila kusalimiana na mtu, anakula na kunguru. Melancholic, unajua akikaa hapo nje akisikia kunguru anaelewa kunguru anasema nini. Nakwambia anasikia mpaka upepo ukipita, upepo umesema nini, kwa sababu hahitaji society, hahitaji jamii, anahitaji I want to be alone, na ninajisikia furaha nikiwa peke yangu. Kwa hiyo aliondoka huyu mwanamke. Mabibi na mabwana, sasa hapa ndiko kwenye najaribu kusummarize, na Mungu anisaidie. Ndoto nyingi hufia kwenye jamii inayokuzunguka. Hoja za msingi hapa, ndoto nyingi hufia kwenye jamii inayokuzunguka, na kwa sababu ya kulack hizo social interactions na challenges. Nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kusema dream na ndoto na vision ya Paulo ni kuhubiri Injili. Aliposimama ili ahubiri, jamii ya Kiyahudi ikamkataa. Kwa hiyo wakati Paulo, na hata leo tuliposoma katika somo la kwanza aliposoma mzee wa kanisa Mheshimiwa Advocate Limu, ilikuwa ni Paulo akiwa gerezani, Injili ya Wakorinto, wa Efeso, wa Galatia. Paulo ameandika injili nyingi akiwa magereza, na hata hii hapa anapomwambia Mfalme Agripa, aliitwa kwenye kesi, ameshtakiwa kwa sababu alikuwa anahubiri habari za Yesu na Wayahudi hawataki. Una vision ambayo jamii haikubali. Watu wengi wanaamini ya kwamba ukiwa na dream basi jamii yote kupigie makofi. Never. Kile nachoweza kumaliza kwa kusummarize, tusiwanyime watoto fursa ya kupata changamoto za kijamii, na tuziwasaidie kujenga uwezo na kujijengea uwezo binafsi na kujipambania. Jana tulikuwa na nani hapa? Tulikuwa na sikukuu ya watoto. Nashukuru sana mchungaji, wewe umeomba radhi, mimi nimeshukuru sana. Shukuru sana kwa ajili ya wale watoto waliokuja. Watoto wangu mimi waliokuja kutoka mitaa yangu, mimi ndio mchungaji wao hapa. Ngoja niwasomee. Nataka niwasomee jiografia ya usharika. Mimi sijaomba radhi. I'm happy. Nipigieni makofi. I'm happy. Yaani usharika huu wa Kijitonyama ni usharika wa Kijitonyama kwa Alimaua, Kijitonyama Mtogole, Kijitonyama kwa Kopa, Kijitonyama kwa Mwijuma, Kijitonyama kwa Mama Zakaria, Kijitonyama Tandale. Sasa kuna watoto wangu mimi wametoka Mbezi Beach na wengine kule Tegeta kwetu, wamekuja hapa sasa. Wakakutana na watoto wangu. Mnasema sio wa kwetu. Hawa ndio wa kwangu, hawa waliokuja jana. Hawa ndio wa kwangu original. Uje na begi zuri uondoke nalo. I'm very happy. Mchungaji unaomba radhi. Wewe si ni mchungaji wa Masaki huko kwenu kwenye ustaarabu. Mimi ni wa Tandale. Uje una viatu, eti vimevua viatu, vimeweka pale, vinaenda sasa, vinaenda kucheza vile vitoto vya kule kwetu sasa vya huko Tegeta, sijui vya wapi, vinacheza, kurudi tafuta kiatu. Akipo. Sasa jana ndio wamepata social interaction. Wakope watu wanaonielewa hapa, ungempigia Jehova makofi. Jana ndio Sipora ameonekana. Wakope watu wanaonielewa hivi leo, pigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Vimemaliza kubembea, vimepanda treni. Don't push me, don't push me, don't push me. Nimefurahi siku wa kwangu, kwa nini hakuweza kuchukua vile viatu vyake akarudi peku? Mimi ningetamani wachukue na hiyo jinsi arudi hapo na boxer ili ieleweke kwamba kuna wanaume wako kazini. Yaani sijui huyo mtoto aliwacha happy vision. Ningetaka arudi peku. Arudi jinsi imeondoka.
Anarudi na boxer, anamuuliza, haya wameondoka navyo, wewe wajanja, wewe zuzu. Social interaction. Sisi baba zake tuna alama. Unapigwa njia hii, unaenda dukani, alafu anaambia tunakusubiri. Hapo kuna mama mmoja amekuja kuamilia ugomvi. Yaani unaamulia ugomvi, unakimbia kwenye migomba, unatokea upande wa pili, alafu anakuambia tunakusubiri. Mahali pa kilomita 1 unatembea, unaenda kuzunguka kilomita 10. Alafu unarudi. Alafu yeye kinakuja hapa eti kinabembea. Don't touch. Don't touch. Unapigwa kisuku, unadundukia kule mbele pembeni. Haya ndio maisha. Wapigieni wakofi watoto wangu waliokuja hapa jana na kwa mchezo na kwa mtogole. Tumevurugwa sisi wa kwa mtogole bwana. Nyie wastaarabu wetu tunaka don't touch, don't touch. How? Wewe una begi, mimi sina. Unakuaje nalo peke yako? Umempelekea Mungu ndani ya nyama ya kidari na ndavu. Alafu vimeshuka kwenye gari sasa. Alafu vilikuwa vinawaangalia tu. Magari yenu mmekuja naye hapa mpaka. Shuka taratibu. Unlock your belt. Asante. na sisi wa mtogole, wale watoto wangu sasa, yani wale nimewapenda mimi jamani. Yani wale nimewamind vibaya mno. I love them. Wanaangalia tu. Inatamka sasa. Kwanza ulikunywa chai? Njoo chukua zile chupa simu nazitaka hiki sema boltia nyimbi hiyo. Naam? Chupa za maji. Your bottle. Take your bottle. Okay, thank you man. Come. I need your hug. Ngama. Na sisi hatujui cha hagi, hatujala, tumejamkia, tunavizia ubwabwa hapa. Akaangalia, piga kuanzia zile za kwenye begi, kuna masausage, kuna wazazi ambao watoto wamewaambia watakula hapa lakini na sausage zilikuwa kwenye begi. Piga zote, yale maji ya kunywa yote, kila kitu na begi lenyewe chukua, viatu peleka. Natamani tena Jumamosi niandalie tena, niwaite tena. Unajua what is that? Social interactions. It is about competition, challenges, kujua kwamba ulichonacho mwingine hana. Lakini pia kufahamu kwamba kuna kusukumwa. Hii inawajengea resistance. Ukija kufika kwenye level ya ofisini, ukakutana sasa na kugandamizwa. Kuna mahali unakanyagwa na kiatu. Si kama kuna mama amevaa kiatu chenye kokoko inayokanyaga. Hebu njoo hapa dada yangu nitolee mfano. Unakanyagwa. Alafu anakuangalia usoni, jiguse uone. Unaona hichi kiatu? Hebu fanya hivi dada yangu. Hii. Unakanyagiwa somewhere huko ofisini hivi na mdigiri wako. Hakuna na mahali pa kwenda, hakuna kupandishwa mshahara, faili lako hakuna, no appreciation, no comment, nothing. And zungumza uone. Zungumza uone. Unakanyagwa, alafu kazi yako njoo hapa dadangu. Kazi yako ni njoo kanyaga, njoo hapa. Kanyaga hapa, usinikanyage, kanyaga pembeni hapa. Alafu wakati anakukanyaga wewe samahani sana mheshimiwa, samahani sana mheshimiwa, na huko anazidi kanyaga, samahani sana mheshimiwa, na samahani. Alafu usone na kuchekea. Okay, sawa, nitaendelea kukusaidia, nitakufikiria. That is society. Hiyo ni, oh my God, ni elimu inayohitajika. Usiwe mtoto wako unamlea huko junior, anabebwa na school bus, anashushwa mpaka hapo mlangoni, hata nyumba ya kurudi nyumbani hajui. Kuna mtu anatoka hapa mpaka hao waliochukua mabegi jana wanajua kona zote, wanajua kuvuka barabara. Huyo wa kwako hata gari ya nyumbani haijui mpaka aone rangi, hajui hata namba ya gari. Nakwambia, mpaka uje kumtafuta, wengine wametokea Sinza, wana cross wenyewe. Hizo ndio ngoma za Kiafrika, ndiko tulikotokea sie. Mbegu, ma library ya Afrika tuko hapo. Alafu wa kwako jana amerudi nyumbani bila peku. Arudi jana nakwambia wangeondoka na suruali, hakuvua suruali. Ulikuwa tunaenda mtoni kuoga.
Chekeni wenyewe, chekeni wenyewe. Hiyo ni social interaction. Unaenda mtoni kuoga na ni shule, meenda shule kuoga wote, wanafunzi tu hivi hivi, fujo fujo, naenda mtoni unaogelea. Ngoma inachukua nguo zote. Tulishajifunga majani ya migomba, unafika nyumbani huna nguo na hazivai, anakuonyesha dunia rangi yake ikoje. Niishipo dunia tufani daima anilindapo, kasala. Wapendwa, usije ukafikiri maisha hapa duniani ni simple like that. Never. Society haiwezi kukuruhusu uende kirahisi hivyo. Na watoto wanaokosa hizo social interactions kama iliyotokea jana, akija kupata shida kidogo huko mbele anakuwa chizi. Chizi kabisa. Mmoja alikata kauli, ameletwa kwangu, ni bubu form 6. Bubu hawezi kuongea. Mwenzake hata alimwambia, alimfuata akamwambia, yani unaonekana kama nyani. Hajawahi kusikia hilo neno, likaingia mpaka kwenye moyo, mpaka kwenye mapafu, mpaka kwenye nywele. Sisi tulikuwa tunarudi, huna nguo, unafika nyumbani, mama anakupokea na bakora kwanza, yani kama Adamu alivyojifanyia majani ya miti. Tumefanya hivyo, na unafika nyumbani huna nguo, unapokelewa na bakora. Alafu nguo ya shule itapatikana wapi? Nyie wasomi wa zamani, kaptula na shati ni mpaka msimu watu walime wauze kitu. Kahawa au mahindi au ulezi au mpaka ng'ombe akamuliwe au mpaka jogoo auzwe. Yesu nocha nora kipande kocha ne kocha. Wewe huna nguo za shule, ni kiboko, ni kipigo cha hali ya juu. Na kesho unaenda shuleni na nguo za nyumbani, mwalimu anakupokea. Na mama anasema nangi mbie na kuambilie, akupokee kwanza mwalimu. Pigwa vya kutosha. Unasubutu kusema ulikuwa mtoni, kwa sababu pia kwenda kuoga mtoni nako ni makosa mengine ya shule. Hayo maisha ndiyo yametutengeneza leo. Vimawimbi vinavyotokea saa hizi tukiwa tunaishi kwenye oxygen kama hii, tunashangaa hata wanaohangaika na maisha yetu. Ukiwa na resistance na ngozi ngumu namna hii, hakuna mtu anaweza kukubabaisha. Kutana na njaa, utavuka. Na Mtume Paulo anasema, najua kuona njaa, najua kushiba, najua kupata, najua kukosa, na yaweza mambo yote. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Ungempigia Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo wazazi wale ambao watoto wao jana wameibiwa vitu, ninawapongeza sana. Mlikuwa mnahitaji mpate hiyo shule. Huyo junior wako ametiliwa adabu, ajue Tanzania tunayoipenda ndio hii hapa, na Afrika tunayoishi ndio hii. Wapendwa, malaika aliyetumwa kwa Danieli alizuiliwa siku 21. Safari ya duniani kuna kuzuiliwa. Mshahara wako unataka upande tu kirahisi, unapandaje haraka? Hata malaika alizuiliwa siku 21. Malaika alipotumwa na Mungu kuja duniani kwa Danieli, hoja yangu ya mwisho, alizuiliwa siku 21. Alizuiliwa siku 21 na hakuweza kutoka mpaka Mikaeli mpiganaji. Hebu angalieni ile hoja pale. Huyo ni malaika ametumwa kutoka mbinguni, analeta majibu ya maombi kwa Danieli. Alizuiliwa siku 21, na akiwa pale hakutoka kirahisi. Ilibidi malaika mpiganaji anaitwa Mikaeli akaja akampigania, akamuokoa hapo, akafika kwa Danieli. Kama malaika wengine, kama malaika tu wenyewe ngumi zinapigwa huko angani. Wewe unakaa kila kitu pale kwenye kwaya, siimbi tena nini, wananisengenya. Tukae na midomo yetu inanuka, na wewe upo.
wako mtu. Tusikuseme tuna msongo, tuna madeni, tuna vikoba, na wewe umekuja pale story tukuache. Na kwaya mpaka mazoezi mpaka timu ije kutimia, toko tunaongea nini? Lazima tukuseme, ndio raha. Haki ya Mungu. Basi unajinunisha. Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka sasa, ufalme wa Mungu unapatikana na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanauteka. Akina Sipora ndio atampata Musa. Washindi wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi, haleluya. Naomba usimame. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.